Ni kweli nimekuja hapa katika ofisi za shirikisho la mpira wa miguu TFF kama ambavyo unavyozungumza. Ni kweli bahati mbaya fomu mimi sikuwa nimechukua, nilichukuliwa na jamaa zangu kina Amri Kiemba, lakini leo kama unavyokumbuka kwa mujibu wa mwongozo leo tarehe 20 ndio deadline ya kurejesha fomu. Sasa ndio nimetoka kuzirejesha na kuzikabidhi katika ofisi za shirikisho ili shughuli nyingine ziendelee. Changamoto ni sehemu ya maisha. Changamoto bila changamoto huwa hakuna maendeleo. Changamoto ndio huwa inapelekea kufanya mtu kufikiria, na hata wanadamu tumeumbwa hivyo kwamba kama Mwenyezi Mungu asingetuumba kuwa na njaa, unajua tusingekuwa tunafikiria namna ya kutafuta chakula. Kwa hiyo hata katika hii ni moja kati ya kitu ambacho kwa sababu kikubwa hatuwezi kuzungumza, kwa sababu lazima kwanza tuonyeshe kwa mujibu wa miongozo turejeshe, alafu baada ya hapo mamlaka ndio itatoa taarifa rasmi, kwa sababu tumerejesha ndio yapata endorsement lakini sasa nafikiri baada ya mamlaka ndio yenye mamlaka, kwa sababu sasa hivi unajua sio wakati wanani kuzungumza. Wenye mamlaka ndio watatoa taarifa baada ya mchakato mwingine ukiwa unaendelea. Kwa kweli kama ulivyozungumza ni changamoto, lakini as far as nilichukua lazima nirejeshe. Kwa hiyo nimerejesha kwa sababu nilichukua endorsement, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi endorsement kwa mtu mmoja miaka ile ya nyuma, wakati ule ilikuwa ni endorsement ilikuwa chama, unajua ilikuwa chama au shirikisho la soka inaweza kaendorse watu 5 watu 6, kwa sababu ilikuwa ni kama vile vetting, kwa maana kudhibitisha tu kwamba huyu mtu ana uwezo, ana experience, anafaa katika nafasi hii. Kwa hiyo mnaweza mkapitishwa hata 5, 6, 7. Kwa wakati ule ilikuwa hivyo, lakini kwa baadaye sasa hivi endorsement ya chama cha soka ni kwa mtu mmoja, na kikisha muendozi hakiwezi kuwa na nafasi ya kumuendozi mtu mwingine. Kwa hiyo ndio nafikiri ni kitu cha kawaida, lakini as far as tuna dhamira, ndio sababu mimi nimerudisha. Salama kabisa baada ya majukumu. Salama. Naona umekuja kuchukua au kurudisha? Nimekuja kurudisha fomu. Nimekuja kurudisha fomu ya mzee au wewe mwenyewe sasa? Nimekuja kurudisha fomu ya mzee Dr. Mbete Mshindo Msola. Mimi ni mwanae, naitwa Mshindo Msola, pia ni mtoto wa kaka yake mdogo wake. Leo tumeona ni siku sahihi na siku yenye baraka kurudisha fomu ambayo walishaichukua, na leo ndio siku yake tumekuja kurudisha. Labda fomu umechukua na kurudisha, unaona imekamilika kwenye kila kitu, maana kuna mchakato wa mambo ya endorsement. Wewe umefanikiwa au daktari amefanikiwa? Niwahakikishie wadau, wapenzi na Watanzania wote kwamba Dr. Mbete Mshindo Msola ni mzoefu na mbobezi wa mambo ya mpira. Kwa hiyo anafahamu taratibu za mpira, kwamba kila kitu kiko safi na kiko salama. Mchakato mzima wakati unachukua fomu na kurudisha, kila kitu kiko very smooth, na tunashukuru tunashukuru TFF, taratibu ni mzuri na hakuna bugu yoyote. Pengine kilichopelekea mzee asiweko na wewe kuchukua nafasi ya kumwakilisha ni kipi? Dr. Mbete ana dharura, yuko nje ya mkoa, ila mimi kama nilivyosema awali, mimi ni mwanae na ni mwanamichezo pia. Kwa hiyo nimeona ni sahihi kuja kutekeleza jukumu lake hili ambalo ni kawaida kikatiba. Katiba inaruhusu kumletea fomu yake. Hii sio mara ya kwanza kwa daktari kuingia kwenye nafasi nyingine za namna hii. Kwa sababu lakini pia alishawahi kuvuta kwa nyuma. Labda sasa hivi tayari wake uko ukishakuwa mzoefu ni mzoefu tu. Huwezi kuumbishwa sana. Uzoefu unazidi kuongezeka kwa sababu hajawahi kutoka nje ya michezo. Maisha yake ni ya michezo. Yeye ni msomi wa michezo wa mpira. Kwa hiyo tegemeni tu kwamba kama atabahatika, Mungu akimjalia kuwa kiongozi, basi tutegemee mambo mazuri na makubwa kutoka kwake. Asante. Issue ya endorsement hapo umesema kwamba kila kitu kiko sawa, kwamba amefanikiwa kupata endorsement ambazo anahitaji, kwa maana kuanzia 5 na kuendelea. Labda niliseme tena hili kwamba Daktari Mbete Mshindo Msola ni mbobezi wa haya mambo na anafahamu taratibu za uchaguzi. Kwa hiyo niotoe shaka kwamba kila kitu kiko sawa kabisa. Na ulihusika pengine labda kumshawishi mzee arudi kwa nafasi, au ni yeye aliamua nafasi ya kuchukua hii nafasi? Kwa wanaonifahamu wanajua kabisa kwamba Dr. Mbete mimi ni rafiki yake, ukiacha tu mtoto, ila ni rafiki yake wa karibu sana, hasa kwenye mambo ya michezo. Kwa hiyo nilihusika kwa namna kubwa tu kumwambia huu ni wakati sahihi yeye kurudi sasa kwenye ngazi kubwa kabisa za kuhakikisha mpira wetu unaenda mbele zaidi na zaidi. Kwa kufika kwako na mimi kuna kitu Dr. Mshindo anapaswa kuja kukiongeza na kinamisi.
Sahihi. Kila nyakati zinakuwa zina nafasi yake. Kwa hiyo naamini daktari atakuja kubadilisha na kuongeza ama kuleta chachu zaidi kwa yale ambayo wenzake wameshaanza na kuendeleza. Na kwa majina naitwa Mustafa Salum Himba, almaarufu Engineer Mustafa Himba. Mimi nilikuwa mbele yenu ni mtiania wa uchaguzi mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania ama TFF. Jana nimechukua fomu, ambayo nilichukua fomu mapema sana asubuhi. Sasa hapa ndo nitaenda kuelezea changamoto ambayo imenikuta mpaka nikaamua kuita hii press, ili ninaamini ninyi waandishi wa habari na namna ya kufikisha ujumbe sehemu mbalimbali kwa wadau walaji wa taarifa za michezo na mpira, kwamba ni nini ambacho wajumbe wengi au watiania wengi wanakutana nacho kwenye uchaguzi wa TFF. Wote ni mashahidi na kila mtu anakumbuka kwamba juma lililopita mwenyekiti wa uchaguzi mkuu wa TFF alitangaza uchaguzi na akatoa kalenda ya uchaguzi na akaita wadau wakachukue fomu ambao wanahisi wana vigezo na akakazia kanuni, si ndio? Lakini ikaenda mbali zaidi, ikatoka taarifa ambayo inaonyesha gharama za kuchukua fomu kwa sehemu ya rais na wajumbe wa kamati ya utendaji. Mimi kama mdau, kama nilivyosema kusema huko nyuma, ni mdau wa michezo na nina uzoefu wa kutosha, nikatangaza nia kwenda kuchukua fomu. Nikalipa kiasi cha fedha, na kwa kuthibitisha hii ni fomu ambayo nimekabidhiwa. Maana mtu asije akasema jamaa mbona anaongea tu, pengine hata hiyo fomu hana. Hii ni fomu ambayo nimepewa. Sasa ukiangalia hii fomu huku nyuma kuna sehemu ambayo inahitaji mgombea awe endorsed, sawa, au apewe namna ambayo inaonekana kwamba anaweza kufaa au anatosha kwenye nafasi. Na ukisoma kanuni za uchaguzi zinasema endorsement hizi zinatakiwa ziwe at least 5. At least 5. Hii ataelezea mwanasheria wangu kwa kirefu zaidi. Lakini baada ya kuchukua hii fomu, ndugu waandishi wa habari na umma wa Tanzania, nimehangaika kwa jitihada zote ambazo nimezifanya kwa uwezo wangu kupata at least hizo endorsement 5. Kila ninapopiga, kila ninapowafuata, kila ninapowaelezea wenye mamlaka ya kunipa endorsement, wanasema endorsement zote zimeshatolewa. Nini maana yake? Kwamba mwenyekiti wa uchaguzi wa TFF amekuja kuulagai umma na kutuambia kwamba tukachukue fomu, aidha kwa kujua au kwa kutokujua, kwamba endorsement zimeshachukuliwa. Kwa taarifa au kwa faida ya wengine, kwamba endorsement zinatakiwa ni 47. Lakini kwa taarifa zilizopo endorsement 46 zote zimeshatolewa. Kwa maana kwamba tulichukua fomu, tumeenda kutoa sadaka au tumeenda kulipa pesa ambayo haina return kwenye shirikisho la mpira Tanzania. Hii ina maana ipi? Maana yake hapa kuna aidha ulaghai au wizi au nia ovu